Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Mpenzi mtazamaji, leo hii nakuletea kipindi maalum kitakacho kuangazia foleni kubwa ya magari iliyoanzia Mwananchi hadi Kurasini bandari. Hali ilikuwa hivi. Hii ndio Tabata Mataa. Hii ndio Matumbi. Na hapa mpenzi mtazamaji ni Buguruni. Hali ilikuwa mbaya zaidi. Ukiangalia barabara ilikuwa haipitiki kiurahisi. Na hii ndio Kurasini bandari. Foleni ilikuwa kubwa zaidi. Chawamata TV tumeweza kuongea na baadhi ya madereva wanaosafirisha mizigo ndani ya nchi na nje ya nchi ambao walikwama kwenye foleni iliyodumu zaidi ya siku 2. Walikuwa na haya ya kuongea. Emmanuel Mnyaga alimaarufu barabarani wanapenda kuniita kaka yetu. Mimi natokea kampuni moja inatoka Tanga, kwa jina nimehifadhi kidogo. Na changamoto barabarani ziko nyingi. Sasa huwa tunashindwa kuelewa hasa si upande wetu madereva kwamba changamoto ni watu wa customs au wenzetu wa usalama wa barabarani. Maana kama ni watu wa customs kuna vitu vya kufanya, maybe magari yameongezeka, kuna magari mapya mengi. Kila kunapokucha kampuni mpya ni nyingi, umeona. Na wanapokuwa wanaita magari bandarini, wao basi wanakaa wanatengeneza kama ni utaratibu. Maybe tunaita leo gari fulani, kampuni fulani ili kupunguza msongamano kama huu. Kama unavyoona huu msongamano wa magari huu. Hapa huduma za kiafya hakuna, sehemu ya kujisaidia hakuna. Jifikirie hapa dereva amebanwa na haja anajisaidia wapi? Unakaa kwenye foleni zaidi ya masaa 3, 4, 5. Huwezi kwenda kula chakula, huwezi kuacha gari lako. Umeona? Mpaka siku 2 unakuwa labda muda mwingine kwenye foleni, utaacha gari ukachukue chakula. Ukiacha gari ukachukue chakula, kuna baadhi ya vitu vyetu tunahifadhi nje ya magari, unakuta vimeibiwa. Usalama pia ni mdogo. Tulikuwa tunaomba ndugu zetu kama ni wa customs wakishirikiana na usalama wa barabarani wajaribu kutuangalia na sisi madereva upande wetu. Tunateseka hali kama hii. Unatoka nyumbani umeaga kwamba naenda kupakia, lakini unakaa bandarini huku siku 2 hujapakia. Kwao inakuwa ni changamoto. Hata kama ni mambo ya malazi unaweza kuugua kitu ukijui. Unakaa kenui maji unakaa muda wa masaa zaidi ya 6 hujajisaidia, umebanwa aje. Maana hapa ukiangalia mazingira yanayozunguka hamna sehemu ya kujisaidia. Kwa hiyo naomba wenzetu wa customs waliangalie hilo. Kama kuna shida watusaidie kutatua. Ili sene kama mtu unatoka nyumbani naenda kupakia, unafika unapakia, unatoka bandarini unaenda kama ni sehemu huko za maparking kusubiri kama ni mafuta, kama ni hela yako ya safari, inakuwa ni nafuu. Pale kunakuwa na huduma mbalimbali, choo, vyakula na nini na nini. Kwa ndo kama hivyo tunaomba ndugu zetu wa customs. Jina naitwa Juma au Juma Kanyanya. Portman. Shida foleni imekuwa kali sana. La kwanza, la pili, alafu hata ume dereva pikipiki yani ameingia kwenye barabara bila kujitambulisha. Yani ametoka tu, maana gari linapokuwa nyingi huwezi kutoka tu kwenye barabara ukaingia kwenye barabara nyingine bila kuangalia. Tatizo lilikuwa ni hilo tu. Kwa ushauri, barabara inatakiwa iwe mawasiliano mazuri mbele ya maaskari na madereva wenyewe. Au vitu vingine pia vihamishwe maeneo ya huko. Inawezekana hata bandari, inawezekana baadhi ya vitu vihamishwe vipelekwe sehemu nyingine ili kupunguza hii hadha ya nini? Ya foleni. Kwa sababu toka saa 4 tuko kwenye foleni mpaka saa hii. Mimi kwa jina la Fizi Abdalla Mtawazi, dereva wa kampuni ya Federal Company Limited. Sijajua shida ni nini, ni foleni kubwa. Nipo hapa toka jana usiku saa 4 mpaka saa hizi hapa. Hata kilomita 1 sijatembea toka saa 4 usiku jana mpaka saa hizi. Natoka asubuhi sijatembea, na wengine wanaenda Kitopeni huko, wengine wanaenda huko Udongo. Kwa hiyo hatujui mbele shida nini huko. Kusema ukweli tunajisaidia kwenye machupa, wengine wanatoka wanaenda kuomba pembeni huko, wengine wanasaidia kama tela. Sababu hamna huduma ya vyoo hapa tulipo. Ushauri wa serikali tafute njia ya kupunguza hijamu, kwamba labda kwa upande wa sababu taxi ndo sehemu kubwa sana inasababisha foleni. Sasa sio wao wanatoa vibali kwa wiki mara moja au mara 2. Yaani wao wanatoa idadi fulani ya vibali, sio vibali kila sehemu vinatoka tu, vinakuwa vibali kibao vinarundikana, gari zile zinajua kwa wakati mmoja na kuwa shida. Kwa majina naitwa Hasani Huseni,
kampuni ya NK Africa. Kwa ushauri wangu bwana, ningeomba bwana serikali tufanyie ufumbuzi wa hichi, maana kinatutesa sana, kinatukera. Yaani tunakereka kwa kweli. Ndugu yangu, toka majuzi tuko hapa kwenye swala la kujisaidia, ndugu yangu, tunajitafutia. Maana ndo hali halisi, tuko barabarani. Ukijisikia haja unatafuta pa kwenda. Kulingana kwa kuwa wote tuko macho. Kwa usalama sijaona changamoto yoyote. Mpenzi mtazamaji wa Chawamata TV, hebu tumsikilize kiongozi wa madereva kutokea chama cha TADU, ndugu Ramadhani, alikuwa na haya ya kuongea. Ndugu zangu madereva, kwanza pamoja na changamoto hii iliyojitokeza ya foleni na iliyosababishwa na upande wa bandari skana kuwa na hitilafu kidogo ambayo hatujajua zoezi hilo litaisha lini. Lakini pamoja na yote ni kwamba sisi kama madereva tunaomba tuendelee kupeana taarifa na kuwa na uvumilivu, kwa sababu ni jambo ambalo tunasema ni la kitaalamu, ni masuala ya kielektroniki ambayo hakuna ambaye alitarajia ama alitegemea atatokea. Kwa pale tunapopewa taarifa kama hizi tuzipokee, kwa sababu cha kwanza tunaangaliwa sisi kuepushwa na adha ya foleni ambayo inajitokeza pale ambako tunaelekea na uelekeo wa kuelekea huko bandarini. Na uende bandarini moja kwa moja ama unaenda yadi, lakini njia tunayopita ni hii ya Mandela Road. Kwa hiyo adha ya foleni tutakutana nayo tu. Kwa hiyo kwanza niwapongeze upande wa Jeshi la Polisi usalama barabarani kwa kutushirikisha kuona namna gani tuwafahamishe watu wetu ili waweze kuepukana na hilo adha. Pale ambako wapo basi waweze kutulia kwa muda, huku serikali ikiwa inaendelea na jukumu hili la kuona namna gani wanaweza kulitatua. Lakini pia niwaombe kwa upande wa serikali, pamoja na kwamba kuna shughuli nzuri inafanyika utanuzi wa barabara hizi, lakini wakati mwingine pia wajitahidi kutafuta namna gani magari haya kunaweza kukawa na parking ya kusubiri kwa muda, kuacha ile ya pale kibanda cha mkaa, basi iongezeke nyingine, hata angalau ingekuwa Kiluvya, kwa sababu naamini maeneo yapo, ingetengwa sehemu ya parking. Haya magari yakitoka huko yawe na sehemu ya kuegesha, basi kama sio kuja pamoja basi yaje kwa awamu kutoka huko na kuingia ndani ya jiji letu. Haya naona yawe maoni yangu, serikali iangalie hilo. Lakini pia kama kuna magari ambayo hayana lazima ya kuingia skana, basi hao yangeruhusiwa yakaendelea na safari ili kuepusha msongamano huu. Lakini ni vyema tukawa na utaratibu wa magari haya kuyatafutia sehemu ya maegesho yaliyokuwa sahihi, ambayo yatakuwa ni aidha ni parking za halmashauri, ili kuyafanya yakaingia mjini kwa awamu, itakuwa ni vyema zaidi. Hayo ni maoni yangu na ni ushauri wangu pia. Asante.